Jina langu naitwa Mwalimu Meshaki Lupakisio Kapange, Katibu Mkuu Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania CHAKAMWATA. Chama cha Kutetea Haki na Maslahi ya Walimu Tanzania CHAKAMWATA leo kinajitokeza mbele ya umma wa walimu na umma wa Tanzania wote kwa ujumla baada ya miaka 6 na mwezi mmoja wa kutokuonekana hadharani, na tunakuja kwa lengo moja tu la kuambia walimu na Watanzania wote kwamba chama cha CHAKAMWATA kimerudi kazini, usajili wake umerejeshwa kwa amri na hukumu ya mahakama ya rufani. Ndani ya miaka 6 iliyopita, ajenda nyingi za wafanyakazi zimelala, na katika mambo mengi ambayo chama kinashughulikia, tulikuwa tunashughulika na ajenda kubwa ya kupinga kanuni mpya ya kukokotoa mafao ya wastaafu almaarufu kama kikokotoo. Na kwa miaka 6 si walimu pekee bali wafanyakazi wote wa Tanzania hawajasemewa na chombo chochote. Tanzania ina vyama vya wafanyakazi 33. Ukiondoa CHAKAMWATA iliyokuwa kifungoni kwa miaka 6, vyama 32 na shirikisho la vyama, hakuna aliyethubutu kuwatetea wafanyakazi wa nchi hii. Kikokotoo ni cha wafanyakazi wote wa taifa hili, ikiwa ni pamoja na ninyi waandishi wa habari, na chama chenu cha waandishi wa habari hatujasikia kikiongea habari ya kikokotoo. Kikokotoo ni janga. Tumerudi CHAKAMWATA, tumerudi, tutaendelea kwa nguvu ile ile na tutaanzia pale tulipoishia. Tulipokwenda kifungoni kwa miaka 6, kuna mabadiliko mengi hata katika utawala nchi yametokea. Waliokuwa kwenye ofisi zinazotuhusu tunaona wamebadilika, wamekuja wengine. Tunajiandaa kupiga hodi kwa waziri wa kazi, kwa waziri wa utumishi na wizara nyingine zote zinahusika na wafanyakazi, ili tuende tukakae chini tuzungumze kuhusu haki na maslahi si ya walimu tu bali ya Watanzania wote wafanyakazi, katika ajenda ambazo zinagusa wafanyakazi wote. Katika kuyatimiza haya, tunategemea kwamba serikali itatupa ushirikiano. Na sisi kama chama cha wafanyakazi hatujui kufanya kosa lolote la kisheria la kustahili kuadhibiwa kwa miaka hiyo 6. Lakini tunajua kwamba palikuwa na mbinu za kutaka kupandikiza viongozi wa kuongoza CHAKAMWATA wanaopendwa na mfumo, pengine ili wasiwe sauti ya wafanyakazi, wawe sauti ya watu wengineo. Baada ya zile njama kushindikana, yakaanza mambo mengi kama ambavyo yameelezwa hapo awali. Tumerudi ili kutetea haki za wafanyakazi. Tumerudi kufanya kazi za chama cha wafanyakazi, na tunaanza na ajenda ya kikokotoo. Kikokotoo ni vita kati ya walioshiba na wenye njaa wanaotafuta kushiba. Kikokotoo ni vita kati ya wenye nguvu na wanyonge. Kikokotoo ni vita kati ya watawala na watawaliwa. Kikokotoo ni vita kati ya matajiri na masikini. Kikokotoo ni vita kati ya watu ambao wana ubinafsi na watu ambao wanataka utaifa. Hili taifa ni la kwetu sisi sote. Tunapozungumza haya, kuzungumza hadharani, tunazungumza kwa wema, tena kwa kutumia katiba na sheria za nchi hii. Pamoja na hayo tuliyopitia, hatuna woga, hatutatetereka, tumeimarika, tuna nguvu kuliko ile ya kwanza. Tunaanzia tulipoishia. Tutaendelea mbele kwa kadiri ambavyo tutafanikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Vyama vya siasa vinaandaa ilani zao za uchaguzi. Kuna mambo ambayo kama chama cha wafanyakazi hatutaki kuyaona kwenye ilani za uchaguzi, kwa sababu yanawezekana sasa. Mambo ya kutuahidi kwenye ilani katika mambo yanawezekana sasa, hatuko tayari. After all, tumeshuhudia miaka kadhaa iliyopita ilani haziheshimiwi tena. Miaka michache iliyopita kutukua na kiongozi akasema yeye mambo kwa ya kwenye ilani sio kipaumbele chake. Tukaanza kuambia tunakwenda kwa ndoto na maono ya mheshimiwa rais. Kwa hiyo ilani haziheshimiwi. Habari ya kikokotoo hatutaki kuja kuiona ikiahidiwa kwenye ilani, wakati bado upo na bunge lipo, yoyote linawezekana. Watu wamekuwa kidanganywa kwamba zimerekebishwa kanuni, imepandishwa. Hebu tuambie hivi, kama wewe ni mfugaji, ulikuwa na ng'ombe wako mkubwa, umedhulumiwa ng'ombe kabakia mbuzi, alafu unaambiwa mbuzi ulipewa pembe, ulikuwa unapewa pembe na kwato, sasa unaongezewa na mguu mmoja alafu unashangilia wakati ule ng'ombe hayupo. Au kama wewe ni mkulima, ulikuwa na gunia la debe 6, umepokwa debe 4, zimebaki debe 2, unaambiwa sasa utapewa robo au nusu ya debe 2, unashangilia. Tunataka gunia la debe 6, tunamtaka yule ng'ombe wetu mzima
ndio tumjadili tunataka posheni gani ya hiyo debe ya gunia ama posheni gani ya huyo ng'ombe. Tunaanza na ajenda hiyo, na tunaomba tusiahidiwe kwenye ilani zinazoandaliwa sasa kwenda kwenye uchaguzi mkuu, kwa sababu hayo yanawezekana sasa. Na kwani tuweka kipaumbele ajenda hii katika ajenda zaidi ya 20 ambazo CHAKAMWATA inazo, tena zingine zimezaliwa toka kwenye tawala zilizopita. Ni wakumbushe wa Tanzania, tulikuwa na kitu kinaitwa mpukuta, kama mnakumbuka nyakati za awamu ya 3, mkakati wa kupunguza umaskini na kukuza uchumi. Wafanyakazi walibaguliwa kwenye sera ile ya kupunguza umaskini na kukuza uchumi, na yako mengine mengi zaidi ya 20. Lakini tumekomana hilo kwa sababu linamwathiri mfanyakazi wa leo wa Tanzania, leo na kesho. Wakati dunia nzima kila mahali inafanya juhudi za kukuza kipato cha mwananchi wake, ni ajabu Tanzania tunafanya juhudi ya kupunguza kipato cha Mtanzania, kipato cha mfanyakazi. Tumerejea kwa nguvu ile ile, tunaanzia tulipoishia. Tunapiga hodi kwa waziri wa kazi, tunapiga hodi kwa waziri wa utumishi, tunapiga hodi kwa mheshimiwa rais. Tunaomba audience ya kuonana nao ana kwa ana kuyazungumza mambo haya. Kikokotoo kilichopo ni kwamba hatutaki kumung'unya maneno, hatukitaki. Kikokotoo kilichokuwepo awali cha kukokotoa mafao ya kustaafu katika mfuko wa pensheni wa PSPF uliokuwepo wakati huo na mfuko wa PLF uliokuwepo wakati huo, kanuni ile iliyokuwa inatumika kwenye mifuko hii miwili ndio ambayo tunaitaka. Kanuni hii iliyokuja tulishawahi kuizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu kokotoo. Tuliongea na vyombo vya habari tarehe 13 mwezi wa 12 2018. Wiki mbili baadaye tarehe 28 mwezi wa 12 2018, Rais hayati Magufuli akaitisha kikao Ikulu kwa mara ya kwanza, kikao ambacho kilitambua vyama ambavyo viko nje ya shirikisho la TUCTA ili kujadili kikokotoo hicho. Na Magufuli akakipeleka likizo kipumzike kwa miaka 5 kisianze kazi, kichunguzwe tena. Lakini Mwenyezi Mungu akafanya aliyofanya. Miaka 5 kabla ya kuisha, mzee Magufuli akatutoka, amekuja Rais Samia, wakamrubuni, wakamdanganya, akakiwaisha mwaka mmoja kabla hakijatimiza miaka 5 ya kutafakariwa. Na ndani ile miaka iliyokuwa imepumzishwa hakikufanyiwa kazi. Tulikwenda wizara ya ofisi ya waziri mkuu, wizara ya kazi, ajira, vijana, watu wasiokuwa na ulemavu, kuzungumza nao. Katibu mkuu akasema hatuna intention hiyo, hakuna mchakato wote unaendelea bungeni wa kurekebisha hiyo kanuni. Hiyo kanuni inapunja mafao ya mfanyakazi wa nchi kwa 63%. Yani katika shilingi 100 za pensheni yako zimeondolewa shilingi 63, umebaki na shilingi 37. Hizo ndio wanazungumza kwamba sasa tuchukue nusu, 33%, 25% ya hicho kidogo kiduchu kichobakia. Hatutaki hiyo kanuni. Yani hatutaki kumung'unya maneno. Hatutaki hiyo kanuni. Tunataka ile ya awali ya PSPF na LYPF irudi. Lakini pia tuliomba tuwe na mjadala wa kitaifa. Kwa kuwa CHAKAMWATA tumerudi, tutajaribu kuorganize kuwa na mjadala wa kitaifa. Tuitisha watu mbalimbali, fani mbalimbali, wasomi mbalimbali wa nchi. Tunashukuru wazee wa taifa hili bado wapo. Kina mzee Msuya bado wapo, kina mzee Sumaye bado wapo, kina mzee Warioba bado wapo. Tutawaalika tuwe na mjadala wa kitaifa wa nchi kuzungumza kwa nini tunafanya harakati za kupunguza kipato cha mwananchi wakati dunia nzima inafanya harakati za kuongeza kipato cha mwananchi wake. Sheria ya ajira na mahusiano kazini inatoa sifa za mtu anayestahili kuwa katika wanachama wa chama cha wafanyakazi, na inaeleza wazi kwamba mtu yeyote aliyehitimu mafunzo ya taaluma fulani, hata kama hana ajira, anazo sifa za kujiunga na chama cha wafanyakazi. Hao walimu wasiokuwa na ajira neto wanapaswa kuwa katika vyama vya wafanyakazi, lakini kwa hiari yao, si kwa kulazimishwa, kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakiona kule neto inakuwa ni threat kwao kufanikiwi, tunawakaribisha CHAKAMWATA. Hata hivyo tuna provisions za miongozo ya nyaraka zetu kwamba wanakiongozwa na sheria yenyewe iliyotungwa na bunge, wana sifa za kuwa wanachama wa vyama vya wafanyakazi. Kwa hivyo tunapotia maslahi haya, tunatetea hata hao ambao hawajapata ajira. Sisi tuko kwenye ajira leo, hakuna anayejua nini atamkuta kesho, ataondoka kwenye ajira, lakini bado atakuwa na sifa, atakuwa kwenye chama cha wafanyakazi. Walipokuwa wanakisumbua CHAKAMWATA, wametufukuza hata kazi. Hakuna katibu mkuu yote taifa hili ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi na wakati huo anamtumikia mwajiri aliyefanya kazi hiyo katika nchini. Mimi peke yangu Mwalimu Meshack Kapange nilikuwa katibu mkuu wa taifa CHAKAMWATA, na wakati huo na vipindi shuleni kwangu, shule ya msingi Saruji, palifanyika njama za kunifukuza kazi baada ya kutupewa ruhusa kwa mujibu wa sheria, ruhusa nilizoziomba kwa kufuata taratibu za kisheria, lakini
lakini nilifukuzwa kazi ili tu nikose sifa ya kuwa kiongozi wa CHAKAMWATA. Wanaotunga sheria huwa hawazijui sheria baadaye. Wamepitisha huko bungeni na wapi, lakini baadaye wanashindwa kuzijua sheria baadaye. Kwa hivyo ukiwa nje ya chama, nje ya ajira, unazo sifa bado za kuwa kwenye chama cha wafanyakazi. NETO akisumbuliwa kwamba wasajiliwe, watasajiliwa kama nani? Chini ya wizara ipi? Kokote watakwenda kusajiliwa watakuwa ni NGO na watakosa sauti ya kuongea mambo ya ajira. Ili waongee mambo ya ajira watakuwa kuwa katika trade union. Chama cha CHAKAMWATA tangu mwanzo kimekuwa kinatetea hata hao ambao hawako kwenye ajira pamoja na walioko kwenye ajira. Kwa wale NETO tunawakaribisha wakiona vema kwa uhuru wao, kwa mtu mmoja mmoja, kwa jumuiya yao vizuri, kwa umoja wote wakiamua, CHAKAMWATA kinaweza kuwa ni mahali salama pa kuaddress issue zao. Na kupitia CHAKAMWATA patakuwa ni mahali salama pa kutafuta audience ya kukutana na hizo mamlaka za serikali. Na pengine hawatakuwa wao peke yao, watakuwa pamoja na sisi. Chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, CHAKAMWATA, tumerudi upya. Malengo yetu ni yale yale. Malengo yetu ni yale yale na mengine ambayo tutayaongezea. Jambo letu la kwanza ni kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, CHAKAMWATA. Hilo ni jambo la kwanza, kama ambavyo jina la chama lilivyo. Lakini pia kazi yetu kubwa tulionao ni kuitafuta haki ya walimu wanachama CHAKAMWATA ambao imepotea ndani ya miaka 6. Kuna wanachama wetu wengi sana ambao wameondolewa kwenye makato ya chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania, na haki hiyo wameitafuta. Kwa kuwa tulikuwa tumefungwa mikono na miguu, basi ilikuwa ni kazi ngumu mno kutetea haki ya hao walimu. Tutaanza na hilo. Tutatetea hao walimu ili haki yao ya chama chao iweze kurudi. Tutakuwa na mambo mengi sana ambayo pia tutahitaji kuhakikisha kwamba chama kinarudi kwenye ule msingi wake halisi wa kutetea haki na maslahi ya walimu wa CHAKAMWATA Tanzania na wasio wanachama CHAKAMWATA. Ikumbuke kwamba chama hiki hakitetei tu walimu wanachama CHAKAMWATA, kinatetea walimu wa Tanzania nzima, kwa sababu ni chama cha walimu. Kwa hiyo hatupo kwa ajili ya kutetea maslahi ya walimu wanachama wetu tu. Tunazungumza kwa niaba, lakini tunazungumzia na kutetea walimu wa nchi nzima. Kwa sababu tukizungumza swala kikotoo linawagusa walimu na wasio walimu, ili mradi watumishi wa nchi hii kinawagusa kikotoo. Ndio maana tulizungumza siku hiyo. Kwa hiyo tukiwa tunazungumza masuala yanayohusu walimu, manake tunazungumza masuala yanayohusu walimu wote wa nchi hii. Tuna mambo mengi ambayo pengine mengine tutazungumza leo, na tutawaiteni tena waandishi wa habari kwa ajili ya mambo mapya zaidi kuliko haya ambayo tunazungumza leo. Kwa hiyo tukisema tuchambue yote, hatutaweza kumaliza leo. Vinginevyo tungekuwa na masaa labda 5. Lakini kwa changamoto ya muda, yale mengine ambayo ni mata tutazungumza tutaiteni kwa mara nyingine tena, kwamba tunazungumza mambo haya, tunaweka hiki na hiki ili kiwe wazi. Sisi ni chama ambacho tutafanya kazi kwa uwazi sana. Hatutakuwa na usiri wowote. Na ndio maana leo tumekaa kwa kikao cha kwanza cha bajeti ya mwaka 2025 ni cha wazi kabisa. Na mambo yetu yote, hakuna jambo ambalo litajificha. Ninaitwa Mwalimu Ipyana Jackson Kabuje, mwenyekiti wa chama cha kutetea haki na maslahi ya walimu Tanzania. Nawashukuru sana.